Maisha ni kupambana. Rehema alizaliwa katika hali ya maisha ya kawaida. Mama yake alifariki alipokuwa na miezi 6 tu, na baba yake alitoweka kusikojulikana. Kwa bahati au kwa balaa, alichukuliwa na familia tajiri ya kina Bwana Mwakalinga, ambayo waliahidi kumlea kama mtoto wao, yani kama mtoto wao mwenyewe. Alipofika katika jumba la kifahari la familia hiyo ya Bwana Mwakalinga, akiwa na miaka 5 tu, alijua sasa maisha yake yamebadilika milele. Lakini hakujua kuwa hiyo ilikuwa mwanzo tu wa mateso yasiyoelezeka. Na Rehema hakuwa na nafasi ya kucheka kama watoto wengine wa nyumba hiyo. Alikuwa mtumishi asiye na mshahara, kijakazi asiyekubalika. Wakati watoto wa familia hiyo walikuwa wakipelekwa shule za kifahari, Rehema alikuwa akisafisha sakafu, kupika, kufua na kupigwa sana. Na alipojaribu kuuliza kwa nini haendi shule, yule mama mwenye nyumba alimtupia jicho la dharau, akamwambia, "Wewe si familia yetu, tunakulea tu kwa huruma, haujui hilo?" Na siku moja alipokuwa akiosha madirisha ya ghorofa ya pili, alipigwa kwa kosa la kudhaniwa amevaa viatu vyao. Aliteleza na kuanguka vibaya sana, na mguu wake wa kulia ulivunjika vibaya sana. Kwa kweli madaktari walijitahidi sana, lakini aliishia kuwa na ulemavu wa kudumu. Tangu hapo alitembea kwa shida sana, na zaidi ya yote hakuwa na huruma tena kutoka kwa familia ile, na badala yake walimchukulia kama mzigo. Miaka ikapita, na siku moja ya mvua kubwa, akiwa na miaka 17, Bwana Mwakalinga alikuja na sauti ya ukali sana, "Hatuwezi kuendelea kulea mtu asiyesaidia kazi. Hebu toka nje ya nyumba yetu, toka nje ya nyumba yangu, toka sasa hivi." Rehema hakuwa na mahali pa kwenda, wala ndugu, wala wa kumkimbilia. Alikusanya vilago vyake kwa shida, na kwa mguu wake wa ulemavu akaanza kutembea gizani, mvua ikimnyeshea, baridi ikimfanya tetemeke sana. Aliomba msaada barabarani, lakini watu walikuwa wakikimbia na kumpuuza. Wengine walimcheka. Mida ya saa 6 usiku akawa taabani, na hata nguvu alikosa. Alipovuka barabara akielekea upande wa pili, aligongwa na gari la kifahari lilokuwa likija kwa kasi sana. Dereva alisimama kwa hofu na kumkimbilia. Ndani ya gari alikuwepo msichana mmoja aliyepiga kelele alipomuona Rehema. "Baba, baba, huyo msichana nilisoma naye shule ya chekechea." Yule binti alilia sana kwa uchungu. Rehema alipelekwa hospitali kwa haraka. Alikaa ICU kwa siku takribani 4, na alipopona alijikuta kwenye kitanda kizuri hospitali ya kifahari, na msichana huyo akiwa pembeni yake. Kila siku aliitwa Sabrina. Alikuwa binti mmiliki wa kampuni kubwa ya misaada.
Aliposikia hadithi ya Rehema, alilia machozi ya uchungu. Kwa kweli Sabrina alishawishi baba yake kumchukua Rehema na kumpa maisha mapya. Leo hii miaka 5 sasa imepita baada ya ajali ile ambayo ilimpata Rehema. Rehema ni mlemavu mwenye furaha sasa, mwenye kazi katika shirika la misaada na hutembelea vitu mbalimbali kutoa elimu kuhusu haki za watoto na madhara ya manyanyaso. Na sasa ametunga kitabu kinachoitwa Nilitembea Gizani Nikakumbatiwa na Mwanga. Kitabu chake ni kizuri ambacho kinasomwa na watu wengi sasa duniani. Na simulizi yake ni ushahidi kwamba ukatili hauwezi kuzima ndoto za mtu mwenye roho ya kupigania maisha yake. Ndugu msikilizaji, ni mimi msimuliaji wako King Suya. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Toa komenti yako hapo chini. Umejifunza nini kuhusu simulizi hii? Bye.